somea veta veta muteni na kiroboto uje na matarumbeta beta sisi twachochea moto roho kwa kereketa penzi linang'ara ngari ngari taliona hivi hivi ngari ngari kwa mbali linapepea ngari ngari taliona hivi hivi wawe ngari wenyewe twajifaidia. Anitani ayuni namwita nyonda sabuni anipa mpaka bafuni sio mbwembwe ndio zake tamaduni na jamini niko peke yangu ndo maana natamba sina shaka hofu kwa raha zangu hata mkinichamba mwenye roza kwa nini tajijua zangu niko nae sambamba minapenda yake anapenda Shorty say when are you be the one where they rock my whole world you remain number one everywhere I go. Shorty say now your face I see every time I lay down. You're my favorite drug where they hide me, oh. Only you, they make me feel like a real man, a real man. Just tell me only you, they make me feel like a woman, woman. Yeah, baby be my love, would you be my lover? I do. You and me forever, we'll be together. I do. Baby be my lover, would you be my lover? I do. You and me forever, we'll be together. Let me to your mother.
tembeni katika Bwana, tembeni nyendo zenu ziwe na ukamilifu katika Bwana. Tembeni, tembeni katika Bwana, tembeni nyendo zenu ziwe na ukamilifu katika Bwana. Mtakatifu. Amen. Bwana awe nanyi. Enoch na Eva, kanisa linashiriki furaha yenu na linawapokea kwa moyo mkunjufu pamoja na wazazi na rafiki zenu katika siku ambayo mbele ya Mungu Baba yenu mmeamua kuunda umoja wa daima kati yenu. Bwana apende kuwasikiliza katika siku hii yenu ya furaha, awapelekee msaada kutoka mbinguni na kuwalinda, awajalie mema yote yaliyo katika moyo wenu na asikilize dua zenu zote. Uwe nasi Bwana, uyapokee maombi yetu na upende kuwamwagilia neema yako watumishi wako hawa Enoki na Eva, ili hawa wanaounganishwa mbele ya altare yako waimarishwe katika upendo kati yao, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu. Tuwapongeze kwa vigelegele na makofi. Mungu wa Israeli
Somo la kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya 26 hadi ya 28 na aya ya 31. Mungu alisema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama, ni chema sana. Neno la Bwana. Bwana
Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya ya 31 hadi ya 35, ya 37 hadi ya 39. Mungu akiwepo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo ndiye aliyekufa, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye nguvu wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Neno la Bwana. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kihango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Neno la Bwana. Kama alimuumba mwanamke, alimuumba mtu mme
na mke aliwaumba. Maanake pale kutoka mwanamke na mwanaume ndio tunapata mtu. Sasa baada ya kuwaumba aliwafanya kuwa watawala. Sisi ni watawala. Tunatawala ndege wa baharini, ndege wa angani, samaki wa baharini na vyote vilivyoko katika nchi kavu. Maanake sasa na sisi leo katika muunganiko huu wa ndoa, somo hili lipo maalum kwa ajili yetu, kwamba sisi tunaenda kuwa watawala. Ni watawala wa nini? Familia yetu tutakuwa watawala, pia katika jamii tunayoishi sisi ni watawala, kwa sababu tuna ule utu ambao Mungu aliudhamiria kuanzia mwanzo, mwanamke na mwanaume ambao kwa pamoja wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo wana umungu ndani yao, na ndio maana na wenyewe wanaweza kuumba, wanaumba watoto. Wale ile nguvu ya kutengeneza wale watoto, maana yake ni sehemu ya Mungu ambayo tunashiriki katika umungu kwa njia ya kuumba, ndio maana tunaendeleza uzao. Msifu Yesu Kristo. Kwenye somo la pili Paulo anatuambia sasa, ikiwa tuko na Mungu, ni kitu gani kinatutenga naye? Sasa haya tutayapata pale ambapo kwanza tutaona kwenye Injili tumeambiwa nini, alafu tuone sasa Paulo anatuuliza kutokana na hayo ni kitu gani kitawafanya mwende nje ya kile ambacho umepangiwa. Kwenye somo la Injili vimesika vitu vingi, lakini viko vitu viwili vikuu au maneno mawili ambayo ni chumvi na nini na nuru. Nuru ni mwanga na chumvi ni chumvi. Basi tutaongelea vitu hivi hivyo viwili tu katika Injili ya leo, ambavyo vina maana kubwa hasa katika maisha yetu, hasa kwa sisi wanandoa ambao basi leo mnaenda kufunga ndoa. Kwanza tuanze kuangalia kimoja wapo. Tuanze na chumvi. Chumvi tunaifahamu kwamba si ndio? Chumvi na mwanga ni vitu muhimu zaidi duniani. Sasa tunapoongelea chumvi, kwanza tutaje chumvi na sifa nyingi. Sifa ya kwanza kabisa ya chumvi ni safi. Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu vyanzo vyake pia ni visafi, ambavyo ni nini na nini? Ni jua pamoja na nini na bahari. Yaani jua linapowaka, maji ya bahari yanapofukizwa, ile chumvi inabaki, inatolewa na kupelekwa kiwandani. Bahari kwa asili ni safi. Chochote kinachoingia baharini kimefia huko, kimetupwa asubuhi, kama ni usiku asubuhi mtakikuta kimetupwa wapi? Pembeni. Bahari haikai ni uchafu. Wote utakaoingia unatoka wapi? Nje. Mwanga wa jua huu, jua ni safi, ndio maana mwanga tunaupata. Kama kungekuwa na uchafu katika hii nuru au katika mwanga wa jua, duniani kungekuwa na nini? Na giza. Kuna baba mmoja alikuwa anaishi na mke wake, wanaishi gorofani. Sasa wenyewe walikuwa wanamwangalia jirani yao kupitia dirisha. Ile dirisha lilikuwa limechafuka siku nyingi. Basi kila wakiangalia kwa jirani yake wanaona vitu vichafu, wanaona nguo chafu, wanaona kama watu ni wachafu. Kwa akawa anawacheka sana. Basi siku moja wameamka wanaona wote ni wasafi. Wakawa wanashangaa, imekuwaje leo mbona kila kitu ni kisafi? Nguo zao ni safi na wenyewe ni wasafi. Mtoto wake akamwambia, ni hicho kioo nimekiosha. Ule uchafu tuliokuwa tunauona kwa wale watu ulikuwa kwenye kioo cha dirisha letu. Kumbe ule uchafu ulikuwa na ukao. Maana yake uchafu unazuia kuona. Yaani unapoangalia utaona kitu ni kichafu. Maana yake jua ni safi, ndio maana tunaona mwanga ambao ni msafi. Unatufanya tunaweza kuona na kutofautisha vitu. Kwa hiyo maana hiyo sasa sisi kama wanandoa tunaitwa kuishi maisha ya usafi. Usafi basi tutaona nuru. Ila wakati mwingine tutakapoamkia gizani, basi hata nuru tutaiona. Kazi ya mwanga, kazi ya kwanza kabisa ni kuongoza. Wangapi walishaje kufika mjini? Wote hapa tulishafika mjini. Siamini kama wametoka kijijini. Ukifika pale kuna taa za barabarani, ingawa hazitumiki sana hapa Bariadi kwa sababu msongamano mdogo. Zile taa kazi yake ni nini? Ni kuongoza. Kwa maana ikiwaka kijani maana yake pita. Ikiwaka nyekundu usipite. Wewe ukikatiza mwanga nyekundu ukigonga pale hamna hatia. Ni kwamba umeshindwa kusoma nini? Mwanga. Yaani umeshindwa kuelewa ni mwanga gani nifanye nini. Kumbe kazi ya nuru wakati mwingine au mwanga ule wa kijani au mwekundu ni kuongoza. Kwa hiyo na sisi tunapoingia katika maisha ya ndoa, tunapoambiwa sisi ni nuru ya ulimwengu, maana kazi yetu pia ni kuongoza. Tunamuongoza nani? Tunaongoza familia yetu, tunaongoza maisha yetu sisi wenyewe, na zaidi sana tunawaongoza wale ambao wanatuzunguka. Ziwe ni familia zetu, iwe ni jumuiya tunayoishi nayo, au iwe ni kanisa kwa ujumla. Wakati mwingine tunachaguliwa kwa viongozi, hata kama ulichaguliwa kwa kiongozi, wewe ni kiongozi wa maisha yako. Kumbe sisi kwa namna pekee tunakuwa viongozi wa familia. Katika familia ile, basi tunaalikwa kuimarisha kwa uongozi imara wa kwetu.
Basi kazi nyingine pia ya nuru ni kuonya. Ndio maana inapowaka nyekundu inakuonya, hapa usikatize, hapa punguza mwendo, hapa pita. Basi na sisi tukawe na kazi ya kuonya. Sisi kama nuru ya ulimwengu tukawe na kazi ya kuonya, tukaonye wengine, tukawaelekeze wengine katika njia iliyo salama. Wapo ambao watakuja kwa ajili ya kutuangusha, sisi tuwapokee kwa njia iliyo nzuri na tuwaongoze wakatize au wapite katika njia ambayo ni salama. Tuwe mwanga ambao unaongoza watu kupita kwa usalama au kutembea kwa usalama. Hivi vitu viwili, mwanga, nuru pamoja na chumvi, ni vitu muhimu zaidi duniani. Kumbe na sisi tukitambua kwamba na sisi ni watu muhimu zaidi duniani, na umuhimu wetu kwa kwamba sisi ndio tunaanza familia. Familia ndio chimbuko la kila kitu. Utasikia kuna viongozi wa serikali wanatoka kwenye familia, kuna viongozi wa kanisa wanatoka kwenye familia, kuna wanakwaya wanatoka kwenye familia, kuna wanafunzi wao wanatoka kwenye familia. Yaani kitu kinachofanyika duniani chanzo chake ni nini? Familia. Maana familia ndio kitu muhimu zaidi duniani. Kama sisi tumeitwa kuwa nuru na chumvi ya dunia, tunapofunga ndoa leo tukumbuke, tunaenda kuanzisha taasisi ambayo ndio taasisi muhimu zaidi kuliko zote duniani. Taasisi nyingine zote zinapata nguvu kutoka kwenye familia. Kama ni taasisi kama shule ambao wanafundisha hilo, wale ni matunda ya familia. Bila familia wanafunzi wasingekuwepo wala wasingekuwa pale. Sijui kuna benki, kuna taasisi nyingine mbalimbali, zote zile chimbuko lake ni familia. Kumbe familia zinapokuwa vizuri, ndipo tunapata watu ambao wataweza kuwa nuru katika ulimwengu huu. Tutaweza kuiangaza dunia na itakuwa ni sehemu salama ya kuishi. Wote tutaishi kwa amani na zaidi sana tutatimiza wajibu wetu, ili basi Mwenyezi Mungu aweze kutulipa sisi kile ambacho ametuahidi kwamba endapo mtatimiza yote haya mtakuwa mmefika kwangu au kwa Baba yangu aliyenituma. Sasa Paulo anatuuliza swali kwenye somo la pili kwamba ni nini kitakachotutenga na Kristo ili tushindwe kuyatimiza yote haya, ili nyie mshindwe kuwa nuru na mwanga. Ni kipi kitawatenga? Ametoa mifano. Je, ni dhiki? Ni shida? Ni adha au ni njaa? Tukumbuke yote haya tunayakataa katika kiapo tutakachokiweka kwamba tutakuwa pamoja katika shida na raha, katika huzuni, katika furaha, na tutapendana mpaka mwisho wa maisha yetu. Basi maana tutayakataa kwenye agano tutakaloliweka. Kama tutayakataa haya ambayo Paulo ametuambia, je, ni haya? Sisi kwenye ndoa hapo tutajibu hapana, sio njaa wala sio adha wala sio dhiki. Maana kama sio hayo, kumbe tunaweza kudumu, na tutadumu pale ambapo tutakuwa tayari kutimiza wajibu wetu kwa Mwenyezi Mungu, sisi kama wanandoa. Na sisi ambao tuko hapa leo hii tunaalika basi tuwaombee ili wakawe kweli nuru na chumvi, wakadumu katika yale ambayo Mtume Paulo amewauliza. Je, ni haya? Kwa kinywa chao wenyewe watayapinga hapo, watasema katika njaa, katika shida, katika raha, katika huzuni, kote huko tutavumiliana. Basi tuwaombee nguvu ya Mungu iwaongoze. Enoki na Eva, Mwenyezi Mungu awe pamoja nanyi. Sisi wote tuliokusanyika hapa kwa ajili yenu ni kwa ajili ya kuwakabidhi mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo katika yote daima, kila siku mkumbuke watu wote walikusanyika kwa ajili yenu. Kumbe mtakapowakumbuka hawa, hamtaweza kwenda kinyume na haya. Na sisi tunawaombea ili basi Mungu aendelee kuwa kati yenu, aendelee kuwafanya muwe ladha, muongeze ladha katika jamii, na pia muwe nuru katika maisha ya watu. Tumsifu Yesu Kristo. Watazamani wakishatazamana, wanakwaya nabii
Tumuombe ndugu yetu Enoch, kwa sababu ndio majukumu yake haya anakabidhiwa: kutunza mke wako, kumtengeneza hali wako. Anakuwa anakwambia nani, basi mfungue taratibu shera yake, alafu tuambie ni yeye mwenyewe hali wako au sio yeye. Taratibu, yani leo ni unakabidhiwa na Mungu kuwa mali yako halali. Acha wewe, yani sasa tumuulize yeye hata aliyekuwa anamuita yeye Eva. Yeye. Hapo kwake. Tumuulize na Eva, nani aliyekuwa anamtafuta ndiye huyu? Yeye. Haya, Eva mtu angalie. Basi tutawahoji juu ya nia yao ili wathibitishe kwamba kweli wanayo nia ya kuishi maisha ya ndoa. Enoch na Eva, je, mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shuruti, kwa hiari yenu na kwa moyo radhi? Ndio. Je, mko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana siku zote za maisha yenu? Ndio. Je, mko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto mtakaopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Ndio. Basi kwa vile mkusudia kufanya maagano ya ndoa takatifu, shikaneni mikono ya kuume na kuonesha kukubaliana kwenu mbele ya Mungu na kanisa lake. Enoch, na kupokea wewe Eva uwe mke wangu, na ninaahidi kuwa mwaminifu kwako katika raha na taabu, katika magonjwa na afya, kusudi nikupende na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Makofi kwako. Amesema katika raha, katika magonjwa, nikupende na siku zote za nini? Makofi kwako. Sasa wakija watuletee kesi. Mimi Eva, nakupokea wewe Enoch uwe mume wangu, na ninaahidi kuwa mwaminifu kwako katika raha na taabu, katika magonjwa na afya, kusudi nikupende siku zote za maisha yangu. Makofi kwako. Ukubaliano huo ulioonyesha mbele ya kanisa, Bwana na uthibitishie kwa wema wake, apende kuwasilisha wingi wa baraka zake aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Jamani, makofi hayatoshi. Wewe kama umekuja hapa Enoch, pokea pete hii iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lakini hawa wako vizuri.
Eva, pokea pete hii iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Jamani, wamesema pokea nini? Pokea nini? Isingekuwa pokea pete hii. Wamesema pokea pete hii. Kwa hiyo ni pete mwanzo mwisho. Msije mkapeana mateke, tumewapa pete. Hapo tena zaidi, baada ya hapo wataanza kupongezana wao, watafuata wazazi wa pande zote mbili na tutafuata wengine wote. Wakati huo tuje na sadaka zetu. Kumbe utakuja kuwapongeza na sadaka yako ili tuokoe muda. Kumbe kama kuna mataji basi yaletwe wapangwe. Karibuni msogee hapa. Mataji ya kuwapanga karibuni mwapangwe. Baada ya hapo tunawaalika sasa wapongezaji wa mama, mkabidhi tu shega wako kutoka sisi. Tumekuja kufurahi. Haya sasa. Hapo sasa wanaanza kupongezana. Wewe kwani mama mke huyu? Huyu ni mke wako. Warudie tena kupongezana. Warudie tena kupongezana. Karibu kupongezana. Makofi na vigelegele kwao. Wengine wanaona wivu, wanasikitika tu. Ndio imekuwa hivyo, hamna namna. Washenga, karibu mwapongeze. Hawa ni watoto wenu katika ndoa, mwaongoze. Ili uone wivu na wewe kesho ufunge ndoa. Na kama ulishafunga ndoa uendelee kuitenda ndoa yako. Haya, tunaomba chombo cha sadaka. Haya, wazazi karibu. Tunapita tu hivi. Twende karibuni wote. Wanafunzi karibu. Hata kama hamna sadaka uje, usiogope. Mumpongeze mwalimu wenu.
ni kuweka saini katika vyeti vyao vya ndoa, uthibitisho kwa kuwa wamefunga ndoa halali ya Kanisa Katoliki. Hivyo nitawaomba maharusi na washenga wao wasogee hapa na wanakwaya wawalete kwa wimbo. Karibuni. shangazi wa Enoki, shangazi wa Eva, sijui bibi, sijui nani, wote wale ndugu kwa ujumla wa Eva na Enoki. Asante wanafunzi wa ndugu sasa wa maharusi, sijui kaka, dada wa nani, wote wanakwaya ndio kwa pamoja
When I look in your eyes, all I see is paradise. Give me your hands right now. I need the taste of your sweet fire. Me wanna look in your eyes and say nakupenda. I wanna hold you tight from the morning till the night. Oh, oh, auntie, auntie, when you touch me, all I can see is your love. Put it on me, want your body, oh my baby, you're amazing. Auntie, auntie, when you touch me, all I can see is your love. More you not see, so now I see, me shamu, you go be my baby, my baby, be my honey, my baby, be my sugar, my baby, be my lady, oh my baby, you go be my baby, my baby, be my honey. My babe, be my sugar, my babe. Keep it natural, my babe. Baby, nyami feke, okwamona yoke. All I want you pune cause you want it na roke. I wanna be the only one that you call it darling. Oh, what a man got to do to call you my lady. Oh, for a million years I go they do the way you move, move. I like it, babe, the way you move, move. I like it, baby. My babe, be my honey, my babe, be my sugar, my babe, be my lady, oh my babe, you go be my babe, my babe, be my honey, my babe, be my sugar, my babe, keep it natural, my babe, oh yeah, yeah. I'm in this journey with you, my woman, oh, my remedy, my only one, oh. Loving only you, my mukwano. Kwachana tuzi kwe labda. Auntie, auntie, when you touch me, all I can see is your love. Put it on me, want your body, oh my baby, you're amazing. Auntie, auntie, when you touch me, all I can see is your love. Oh, you're not see now I see. Now you go be my baby, my baby, be my honey. My babe, be my sugar, my babe,
be my lady, oh my babe. You go be my babe, my babe. Be my honey, my babe. Be my sugar, my babe. Keep it natural, my babe. Oh yeah, yeah. Hey, yo, Tron. Eti la 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 la. Nahamu mwenzenu, nahamu kuyahadithia. Oh, nahamu tena, nahamu kuyasimulia. Utani kama utani, tulianza kimasiara. Sikudhani yatafikia mahala. Akiwa hapatikani, hapaliki, sijalala. Kanifanya kitu gani? Mbona imekuwa mara? Wala kukumenipata mwewe, wallahi nyinyi ni mtihani. Hata makosa yafanye, mimi ndo naomba samahani. Ona anacheka kama mazuri, anajua kabisa ameniteka, kwake sina shughuli. Eti kumwacha nanzaja sa kusepa, natoa wapi jeuri? Na kwenye koma kaeka nukta, kanitia na kufuli. Oh baby, mimi hapa tabani, wewe utaniua. Nimeoza da, ya Rabbi sihemi, wewe utaniua. Hizo raha zako, wewe utaniua. Roho yangu mali yako, wewe utaniua, niua. Stuli ni suna kula kwenye mkeka. Unijue vizuri nkinuna mie ndo nadeka. Usijidhani kiburi uniache nkaja kuchekwa. Baby raha ya shughuli kunywa we na heka heka. Oh usichokipenda wewe chungana mimi usinifanyie. Ngomba wangu mwenyewe eti nisi nigombanie. Ipe penzi nilewe niumbe nizimie. Oh ringa kwangu upo mwenyewe, kiboko yangu mie. Oh vimba ona anacheka kama mazuri. Si anajua kabisa ameniteka, kwake sina shughuli. Eti kumwacha nanzaja sa kusepa,